Tayari huu ni muda kuungana na mwenzetu Elisia Haule katika kutupitisha leo ikiwa ni tarehe 23 ya mwezi Machi, ikiwa ni siku ya ugonjwa wa kifafa. Lakini ili kuweza kujua zaidi, Elisia Haule ametuandalia makala fupi. Mwili wa binadamu una viungo vingi, ila ubongo ni kiungo kinachotumika kama injini kwenye mwili. Hivyo ikitokea kwenye ubongo kukawa na hitilafu, basi matokeo yanaonekana kwenye utendaji kazi wa mwili kwa mhusika mwenye tatizo hilo. Kila mwaka ifikapo mwezi Machi, baadhi ya mataifa duniani kwa pamoja yanaadhimisha mwezi huu wote kama mwezi wa uelewa wa ugonjwa wa kifafa. Kwani mbali na maadhimisho haya, kila mwaka katika Jumatatu ya pili ya mwezi Februari, basi dunia inasherehekea siku ya kifafa duniani. Siku iliyopendekezwa mwaka 2015 na Jumuiya ya Kimataifa ikiongozwa na Ligi ya Kimataifa dhidi ya Kifafa na Ofisi ya Kimataifa ya Kifafa. Historia ya mwezi wa uelewa wa kifafa asili yake ni nchini Canada. Hivyo nasi hatuna budi kutazamia hili, kwani ni jambo ambalo lipo katika jamii yetu. Hivyo ni vyema kujuzana. Kwani lengo la maadhimisho haya ni kuongeza elimu kwa watu na kuwafariji waathirika wote wa ugonjwa huu. Kwani kwenye jamii wapo wanaotengwa kwa kuwa na ugonjwa huu, hali inayopelekea wao na familia zao kushindwa kuchangamana vyema katika jamii zao. Kifafa ni ugonjwa sugu wa ubongo unaohusisha mtu kupata mtikisiko katika ubongo na kusababisha degedege. Tunaposema degedege tunamaanisha mwili kutetemeka bila kudhibitiwa au kuanguka. Hali ya kifafa hutofautiana ukubwa kulingana na ukubwa wa mtikisiko. Inaweza kuathiri watu wa rika zote bila kujali jinsi wala asili zao. Mshtuko ni matokeo ya kuzalishwa kwa umeme kupita kiasi katika kundi la seli za ubongo. Sehemu mbalimbali za ubongo zinaweza kuwa chanzo cha utoaji umeme huo wa mwili. Mshtuko hutofautiana kutoka kwa muda mfupi zaidi au mshtuko wa misuli hadi degedege kali la muda mrefu. Mshtuko unaweza kutofautiana kwa kulinganisha mishtuko iliyopita mgonjwa katika nyakati tofauti za maisha yake au kipindi alichopata kifafa hicho. Kupata degedege mara moja haimaanishi una kifafa, kwani hadi 10% ya watu ulimwenguni kote wamewahi kupata degedege mara moja katika maisha yao. Kifafa inaelezwa kuwa ni mshtuko miwili au zaidi ambayo inatokea tu pasina sababu ya msingi zaidi ya ile ya mshtuko wa umeme wa ubongo. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO linaeleza kuwa kifafa ni mojawapo ya hali kongwe zaidi duniani inayotambulika, ikiwa na rekodi zilizoandikwa tangu miaka 4000 kabla ya Kristo. Kwa miaka yote hiyo, hofu, kutokuelewa, ubaguzi na unyanyapaa wa kijamii umezingira kifafa kwa karne nyingi. Unyanyapaa huu unaendelea katika nchi nyingi leo na unaweza kuathiri ubora wa maisha kwa watu walio na ugonjwa huo na familia zao. Tabia za mshtuko wa umeme katika ubongo, yani kifafa, hutofautiana kutegemea mahali katika ubongo tatizo lilikoanzia na jinsi linavyoenea. Dalili za muda hutokea kama vile kupoteza ufahamu au fahamu, usumbufu katika utembeaji, hisia ikiwa ni pamoja na kuona, kusikia na radha, tabia au utendaji mwingine wa utambuzi. Watu wenye kifafa hujikuta wamepata matatizo mengine ya kimwili kama vile mivunjiko na michubuko kutokana na majeraha yanayosababishwa na kifafa, pamoja na viwango vya juu vya hali ya kisaikolojia ikiwa ni pamoja na wasiwasi na mfadhaiko. Vilevile hatari ya kifo cha mapema kwa watu walio na kifafa na viwango vya juu vya vifo vya mapema hupatikana katika nchi za kipato cha chini na cha kati na katika maeneo ya vijijini. Sehemu kubwa ya visababishi vya vifo vinavyohusiana na kifafa, hasa katika nchi za kipato cha chini na kati, zinaweza kuzuilika kama vile kuanguka, kuzama, kuungua na kifafa cha muda mrefu. Kifafa huchangia sehemu kubwa ya mzigo wa magonjwa duniani unaoathiri karibu watu milioni 50 duniani kote. Kadirio la idadi ya watu kwa ujumla walio na kifafa hai, yaani
kifafa au mishtuko inayoendelea au wanaohitaji matibabu inakadiriwa kuwa ni kati ya watu 4 hadi 10 katika watu 1000 wenye kifafa. Kifafa hakiambukizi na kifafa kimegawanyika katika makundi kutokana na athari iliyopo kwenye ubongo. Kipo kile kinachosababishwa na jeraha katika ubongo, matatizo ya kuzaliwa nayo, kiharusi kinachozuia oksijeni kwenye ubongo, maambukizi kwenye ubongo, uvimbe wa ubongo unaotengeneza saratani na hata upungufu wa kijenetika. Kifafa kinaweza kudhibitiwa, kwani hadi 70% ya watu wanaoishi na kifafa wanaweza kutokupata mshtuko kwa matumizi sahihi ya dawa za kuzuia mishtuko hiyo. Kukomesha dawa ya kuzuia mshtuko kunaweza kufanyika baada ya miaka 2 bila kifafa, na inapaswa kuzingatia mambo muhimu ya kliniki, kijamii na binafsi. Upasuaji unaweza kuwa na manufaa kwa wagonjwa ambao matibabu kwa njia ya dawa hayasaidii vizuri. Hii ni kalenda ya leo, nami Elesia Haule. Asante sana Elesia Haule kwa kutujuza juu ya ugonjwa huo wa kifafa. Ni makala njema kabisa ambayo tumeweza kuisikiza na kuitazama hapo. Hakika huu ni mwezi wa uelewa juu ya ugonjwa wa kifafa, lakini siku yenyewe ambayo tunaiadhimisha juu ya ugonjwa wa kifafa ni wiki ya pili ya mwezi wa pili wa kila mwaka. Kwa hiyo kwa mwezi huu tunajenga tu uelewa juu ya ugonjwa huu wa kifafa. Kabisa. Na mimi niliwahi kupata nafasi ya kumshuhudia mtu ambaye anasumbuliwa na kifafa. Nilikuwa nakuelezea hapa, kuna wakati yule jamaa alikuwa na uwezo sana wa kucheza mpira. Sasa kuna wakati mpo uwanjani mnacheza mpira, anaweza kaanguka, anakuwa kama anakakamaa hivi. Sasa tulichokuwa tunakifanya, kwa sababu tulielekezwa hivyo, hakikisha mnajitahidi kumzuia asing'ate ulimi, kwa sababu wakati mwingine unakuta mtu anabana sana ulimi. Kwa hiyo tunatafuta kitu kigumu tunamwekea kwenye mdomo, katikati ya mdomo, ili kinywa kisibane ule ulimi. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao hakika unasumbua sana kwenye jamii. Sasa unaweza ukatafakari kama mtu mwenye ugonjwa wa kifafa, hali hii ikimkuta akiwa sehemu labda ya sehemu hatarishi, labda ipo kwenye maji, kuna nyumba zina swimming pool, au ipo beach na kadhalika, na sehemu kama hizo. Sasa tuungane na daktari. Daktari, habari za asubuhi? Nzuri, habari za studio? Salama, tumefurahi sana kuungana na wewe Dr. Juma Magogo Mzimbiri. Karibu sana, tuzungumze kuhusiana na mwezi huu wa uelewa juu ya ugonjwa wa kifafa, na tuanze pengine kwa kutambua huu ni ugonjwa wa namna gani pengine? Kifafa ni, sisi tunasema mlipuko au volcano inayotokea kwenye ubongo. Yani kazi ya ubongo, kiungo kidogo sana katika mwili wa binadamu, kina kama kilogramu 2, ila kinapokea damu karibia 25%. Kwa hiyo ni kiungo muhimu sana. Sasa hii zote kilogramu 2 za ubongo ni mishipa ya fahamu ambayo imekaa pamoja, na kila sehemu ina kazi maalumu. Kwa hiyo kunapotokea damage kwenye ubongo, kuna kovu ama kuna uvimbe ama kuna infection, kwa ule utendaji kazi usiende vizuri, ile milipuko ya mishipa ya fahamu kutokupeleka nerve taarifa sawa sawa, basi ndio tunaita kifafa. Sasa inategemeana imetokea sehemu gani ya ubongo, lakini mara nyingi hutokea katika ubongo wa mbele, tunaita frontal lobe, au ubongo huu wa kati karibu na parieto juu ya sikio unaitwa parietal lobe, ama ubongo wa kwenye karibu na sikio unaitwa temporal lobe. Hizi ndio sehemu maarufu sana kwa kutoa yani milipuko panapokuwa na tatizo kwenye ubongo. Huu ugonjwa pengine daktari una aina, labda kwamba kuna aina kadhaa za ugonjwa wa kifafa, na namna gani za kukabiliana nazo kama zipo? Sahihi kabisa. Kuna aina ukitegemeana na kiungo gani kimeathirika. Kwa mfano kama ni mwili mzima umeathirika, mfano hiyo sisi tunaita generalized, yani ni mwili mzima unapata degedege, yani unatingishika. Tunaita generalized tonic clonic, yani ni mwili mzima unakuwa kama umeona anakakamaa, misuli yake inakakamaa, anashindwa kujicontrol mwenyewe.
lakini ipo aina ya kwamba ni kiungo kimoja tu ndo kinakakamaa, viungo vingine viko sawa, mfano labda ni mkono mmoja tu. Kwa hiyo pia tunaita localized, yani au ni focal, yani iko sehemu moja tu, imejikita kwenye sehemu moja. Alafu ipo ya ile ya kwamba hauoni kiungo chochote ambacho kimekakamaa isipokuwa mtu labda anashindwa kuzungumza, anapumbaa. Kwa ile kiwango cha athari iliyotokea kwenye mwili, tunapata hizo aina 3 za kifafa au degedege. Lakini vile vile unaweza ukagawanya kutokana na sababu iliyosababisha hivyo vitu. Pia unaweza kupata aina tofauti tofauti kulingana na kipi kimesababisha. Na hapa labda nigusie kidogo tu kwamba katika lugha ya Kiingereza ni lugha kidogo yenye maneno mengi. Kuna neno epilepsy na kuna neno conversion au seizure. Seizure ni neno la kumaanisha vyote viwili, yani conversion degedege ama epilepsy kifafa. Sasa mara kadhaa epilepsy inaweza kusema ni genetic, ni kitu ambacho kinarithishwa, kwamba kuna baadhi ya familia zina asili ya kifafa, ni tatizo la kigenetic, basi hiyo wanaweza kutukalifaa kama kifafa. Lakini hii degedege ni kama kitu kina sababu maalum. Mfano kwenye ubongo labda kuna uvimbe, tunaita brain tumor, au labda kuna infection imetokea kwenye ubongo, labda zile homa za uti wa mgongo, homa kali za uti wa mgongo, au hata malaria kwa watoto, au kunaweza kuwa kuna mtu amepata ajali, trauma. Hizi zote zinaweza zikapelekea mtu akapata degedege. Kwa hiyo tunaita degedege, yani conversion, ina sababu maalum ambao ukiondoa huenda ikawa sababu ya mtu kupona. Sasa Dokta, na pengine ningekuona vizuri hapo ili na anayetutazama sasa hivi na yeye aweze kufaidika kukuona, lakini pia kupata ujumbe ukimpa elimu kuhusiana na ugonjwa huu wa kifafa. Pengine ungerudisha simu, ungepeleka simu mbele kidogo kabisa. Hapo na mimi nakuona vizuri. Sasa pengine umezungumzia swala degedege, umezungumzia pia kifafa. Ungetupitisha pia kidogo kuhusiana na hii swala mshtuko, kwa sababu kuna haya mambo pia wakati mwingine watu wamekuwa wakichanganya degedege, kifafa na mshtuko. Utofauti wake mdogo pengine upo wapi hasa? Utofauti upo kwenye tunasema nini sababu iliyosababisha. Kwa hiyo neno kifafa limezoeleka katika lugha ya Kiswahili kifafa, lakini kifafa maana yake ni kama nilivyoeleza ni kitu ambacho kinarithiwa. Yani kwenye baadhi ya familia unakuta wana asili ya kifafa, au kuna matatizo ya kigenetic kwenye familia fulani ambayo yanapelekea mtu labda akawa anapata kifafa. Lakini degedege tu kama degedege mara nyingi huwa linakuwa limetanguliwa na sababu maalum iliyosababisha degedege. Kwa sababu kuna watu wanapata degedege kwa sababu tu sukari imeshuka, sukari ya kwenye damu. Anaweza kupata degedege. Wapo ambao wanapata kwa sababu wanapata malaria. Kwa watoto ni maarufu sana, lakini hata mtu mzima anaweza kupata malaria akapata degedege. Kwa watu wazima, mfano hata watoto trauma, ukianguka, umepata ajali za gari, kwa kuna baadhi ya sehemu za ubongo unaweza katokea ikawa imeorojeka. Tunaita gliosis, na yenyewe ikakusababishia hiyo kitu, au kukaa kuna kovu la uponaji baada ya upasuaji wa kichwa. Pia inaweza ikawa sababu ya conversion, yani degedege. Kwa tofauti inakuja kwenye kwamba kifafa mara nyingi inaweza kuwa ni familia ya kwenye familia fulani au asili fulani genetic, lakini conversion ina sababu maalum ambayo ikitolewa inakuwa inaweza kuwa ni mwisho wa tatizo. Sawa, na kuna kifafa cha mimba kimekuwa kielezwa hivi. Hiki ni kifafa cha namna gani? Sahihi kabisa. Neno hili la kifafa cha mimba ni kweli mtu anakuwa anapata fit, yani anapata kama hiyo kukakamaa mikono na miguu, lakini sababu iliyopelekea mtu akapata hivyo ni shinikizo la juu la damu, yani hypertension. Kwa hiyo utofauti wake ni kwamba sababu hapa iliyosababisha ni pressure kuwa juu. Pressure yani shinikizo la damu la juu. Kwa hiyo watu wasichanganye sana na kifafa cha kawaida. Kifafa ni kweli mtu anapata degedege lile, anapata kukakamaa, lakini sababu iliyopelekea hivyo ni kwa sababu ya pressure ya damu.
Sawa sawa. Na kwa upande wa haya aina hizi ambazo umetuelezea Dokta, kwa upande wa degedege inaelezwa kwamba inatibika, na pengine ungetupa ufafanuzi inatibikaje, na wengine wamekuwa kieleza pia zipo dawa za asili ambazo zinatibu degedege. Ukweli upoje juu ya hili? Ikiwa ni sababu ni ndio hizo tunasema ni conversion. Conversion ni kweli, kama kuna sababu basi tunaweza tukamfanyia operation huyo mgonjwa. Kwa mfano labda tunapata kesi za watoto pale hospitali kwetu, kwamba watoto wana uvimbe kichwani. Kwa hiyo unapokwenda kwenye ukifanya CT scan unaona ugonjwa upo, sababu ndio inosababisha, basi anapelekwa kwenye operation, atolewa sababu. Lakini haina maana kwamba ukishatoa, wapo ambao wanapona kabisa baada ya kutoa ule uvimbe. Lakini wapo ambao baada ya kutoa wanakuwa inakuta bado linaendelea kutokea kwa sababu ile kovu la operation lipo pale, anaweza akaendelea kupata hivyo vitu. Kwa hiyo linatibika kwa maana ya kwamba kuna dawa wanapewa na kuna baadhi ya operation wanafanyiwa. Bali pia kuna baadhi ya vifafa, kwa mfano vilivyotokana na makovu kwenye sehemu za ubongo wa karibu na sikio, inaweza kufanyika operation kwenda kuondoa lile kovu, ile sehemu ya ubongo, especially temporal, hii sehemu ya karibu na sikio. Huu ni ubongo ambao kisehemu cha ubongo kinaweza ikatolewa na mtu akapona ile degedege, yani tunaita epilepsy surgery. Na mmepiga wakati mwafaka. Kesho tunatarajia kwa pale Muhimbili Orthopedic Institute Moi kuwa na kozi na zetu kutoka Marekani, kutoka Weill Cornell, ambao katika moja ya topic tunaidiscuss ni yani upasuaji wa vifafa, watoto au wagonjwa wenye matatizo ya kifafa. Baadhi ya cases, sio wote wanaofanywa upasuaji, lakini zipo ambazo ni cases za upasuaji. Kozi inatarajiwa kuanza kesho mpaka Ijumaa. Sawa. Sasa kwa faida ambaye anatutazama, daktari, tuweze kufahamu dalili zake. Unawezaje kufahamu dalili, ama mtu anawezaje kugundua dalili za mtu ambaye tayari ana kifafa ama degedege? Sahi, kwa upande wa dalili, mara nyingi mtu kwanza ambayo imezoeleka kwenye jamii ambayo inawaofisha zaidi, kiasi kwamba cha kuwanyanyapaa wagonjwa au kuwakimbia inapotokea hili jambo, ni kule kukakamaa kwa mikono na miguu. Yani mtu anakuwa anashindwa kucontrol hali ya kuwa macho yamemtoka, alafu saa nyingine wanatokwa na mate kama ulivyokuwa ukielezea hapo. Mate anamtoka, anashindwa kucontrol ulimi, anashindwa kucontrol misuli yake yoyote ile, mkojo unaweza kumtoka kwa sababu ya hilo pia. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili, lakini kuna vitangulizi kwa mtu ambaye anataka kupata degedege. Baadhi ya vitangulizi ni macho kuzunguka, anaona mtu ameganda tu afu macho anamzunguka, ama kusikia baadhi ya harufu fulani za vitu. Na wengine kichwa kinaweza kaanza kumuuma kabla hajaanguka. Kwa wapo ambao wanapata kama vile tunasema warning sign, yani kama anapata viashiria fulani kwamba anataka kupata degedege, kisha likianza kumtokea ndio hiyo unaona amekakamaa mwili mzima. Lakini pia wapo ambao wana ile kupumbaa, mutism, wana mute, yani anashindwa tu kuzungumza, yani mlikuwa mnaongea vizuri afu baadaye tu kimya kwa muda wa dakika kadhaa, labda dakika 3-5, alafu anakuja kuendelea baadaye pale mpokuwa nani. Sasa hiyo inakuwa pia ni miongoni mwa dalili za huyo mtu akiwa anapata hizo dalili, ni kwamba inawezekana na tatizo la degedege, inabidi achunguzwe zaidi. Lakini pia baada ya kutokea lile tukio la degedege, kwa sababu linatokea labda dakika 3 mpaka 5, au inategemea na kila mtu na dakika zake, mwingine hata dakika 1 tu. Lakini baada ya kutokea lile jambo, kuna wapo ambao wanapata kujikojolea, labda ikatoka haja ndogo, wengine hata haja kubwa inaweza kumtoka, kwa sababu alikuwa anashindwa kucontrol vile viungo vyake, basi chochote kinaweza kikatokea. Kwa hiyo hizo ni katika dalili za degedege. Na hapa nigusie kidogo kwa faida ya ndugu watazamaji. Kuna kasumba ambayo inasababisha unyanyapaa. Wapo ambao wana imani kidogo ya kwamba yule mgonjwa anapokuwa ameanza kukakamaa, wapo ambao wanashindwa kujicontrol, upepo unamtoka. Sasa wanaamini kwamba ule upepo ukimtoka inaambukiza.
wapo ambao katika baadhi ya jamii wanafikiria hivyo, lakini si kweli. Kifafa hakiambukizwi kwa staili hiyo. Kinaambukizwa kwa namna gani? Hakiambukizwi kabisa. Kifafa ni sio ugonjwa ambao unaweza kuambukizwa kwa njia ya hewa au kwa njia ya kumgusa yule mgonjwa. Kwa hiyo inapotokea hili jambo, inatakiwa mtu amkimbilie yule mgonjwa na kumsaidia, asiofie, asimkimbie yule mgonjwa kwa kusema kwamba labda akitokea amepata upepo basi ataambukizwa. Hapana, hauambukizi kabisa kifafa. Iwe labda mtu ana asili ya hilo ugonjwa ama kuna tatizo maalum kama tulivyoelezea, labda na sababu maalum, sukari imemshuka. Kama ni sukari, mfano kwa wale wenye ugonjwa wa kisukari, anatakiwa apewe sukari haraka sana na unashangaa ile limekwisha. Kama ni malaria, basi huyo mtu tunakumkimbiza akaanza kuanzisha dawa za malaria na inaweza kali imekwisha moja kwa moja. Sawa. Na kuhusiana na ugonjwa huu ambao umetupa elimu hiyo daktari, na tuongezee pia elimu wanaotazama sasa hivi, huduma ya kwanza ni ipi mtu anapotokewa na mgonjwa wa kifafa ama degedege akiwa naye karibu, anapaswa amfanyie nini pengine kabla ya kumpeleka kwenye kituo cha afya? Cha kwanza kama ninavyosema ni na kama wewe mwenyewe pia ulizungumza kipindi hapo kidogo hapo kwamba umwai, kama unamjua tayari ni mgonjwa wa kifafa, basi umwai kabla hajaanguka labda kafikia sehemu mbaya. Maana anaweza kaanguka aliyakuwa yuko kwenye karibu na jiko au kwa kule kijijini karibu na moto wa kuni ule. Ndio. Kwa hiyo kwanza unamwai kumkamata ili asije akaangukia pabaya, kisha unamlaza chini, na baada tu kumlaza chini basi hapo unatakiwa sasa umwekee kwa sababu mara nyingi inatokea wanang'ata ule ulimi. Na madhara kung'ata ulimi sio tu kung'ata ule ulimi, anaweza akakosa hewa, sababu kwa kipindi kile misuli yote inakuwa imekakamaa, hata misuli ya upumuaji pia inakuwa imekakamaa, kwa anakuwa havuti hewa. Ni vizuri sana kumwekea sasa kifaa ambacho hakiumizi katikati ya meno yake na ulimi wake, meno yake ya juu na meno ya chini. Kwa hiyo unaweka kitu ambacho kitakuwa kimuumizi. Wengi wanatumia kijiko, sipendelei kijiko, napendelea kitu ambacho ni soft kidogo, kwa maana ya kanga au kitambaa chepesi ambacho unakikunja mfano wa kamba hivyo kumwekea, kuliko kumwekea mwiko, kwa sababu aking'ata mwiko au kijiko anaweza kujiumiza zaidi. Au kumwekea ndala pia ni sababu ya uchafu, labda iwe ndala safi ambapo kutoka dukani wakati huo. Lakini kama ni ndala tu ambazo tunatembea nazo na yenyewe pia sio safi, kwa bora kwa kuna kitambaa maalum cha kumkamatia pale na kumwekea mdomoni. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni inakuwa inapendeza kumlaza kwa ubavu, yani uso wake anakuwa amelala tumbo juu, lakini uso wake unaweza kaugeuzia upande wa kulia ama kushoto, kwa sababu inawezekana akatokea katapika. Sasa akitapika, ili asije akapaliwa chakula kiingia kwenye mfumo wa hewa, ni vizuri akatapikia pembeni, kwa sababu hana control. Lakini pia kumweka katika mazingira ambayo yana oxygen, hewa ya kutosha, ili aweze kuvuta hewa vizuri. Na kwa sababu linachukua kwa muda mfupi, basi mtu asifanye chochote, kwa maana kwamba labda kujitahidi labda kumsukuma moyo. Linatokea tu kwa muda afu linakuja linaacha. Baada tu kuacha ile jambo, watu wamchukue wampeleke hospitali. Kama ni mtu ambaye alikuwa na dawa zake, basi apewe dawa yake. Kama alikuwa hajawahi kupata hilo kitu, ndo mara ya kwanza, wampeleke hospitali ya karibu, kwa sababu katika kila kituo, nadhani vituo vya afya vingi wana zile dawa za emergency, dawa za dharura kwa ajili ya kutuliza degedege. Kwenye vituo vyote vya afya. Kwa hiyo wamkimbiza hospitali, kisha sababu nyingine sasa za kufuatilia kama ni clinic, kujua nini kilisababisha, na kama kinatibika basi vifuate. Lakini wasiende kwa waganga wa kienyeji kuamini kwamba labda pengine amelogwa, maana ni jambo ambalo pia linawashtua watu wengine, kuona kwamba labda pengine jirani au fulani kahusika na kwenye mambo ya kishirikina. Sio kweli. Sawa. Dokta, kwa kumalizia, hali ya ugonjwa huu kwa Tanzania ipoje pengine kwa uzoefu wako, kwa sababu mnakutana sana pengine na wagonjwa hawa, na pengine mna takwimu sahihi juu ya hili? Kwa takwimu sahihi kwa Tanzania pekee sina kwa sasa hivi, lakini cases ni nyingi kama ninavyosema. Kwa mfano kwa sisi tunapokuwa kwenye clinic, basi at least kwenye clinic ambayo tunafanya pale sisi tunafanya kwa wagonjwa kabla 40. Kati ya wagonjwa 40 unaweza kukuta kuna case 3 za degedege.
Kwa hiyo itoshi tu kusema kwamba katika kila watu labda 40 4 kati yao wanakuwa na hili kifafa, tatizo la kifafa au degedege kwenye kliniki za mambo ya mishipa ya fahamu kwa pale kwetu. Kwa hiyo mmoja katika kila watu katika watu 10 huwa anakuwa na kifafa katika kliniki zetu. Kwa hiyo ni tatizo kubwa, na hii na kwa sababu tu bado hizi elimu hazijafikia watu wengi. Watu wengi wanakimbilia sehemu nyingine, hawaji kwenye vituo vyetu vya afya au hospitali. Wanakimbilia kwanza kwa watu wengine wa tiba za asili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunashindwa kwa capture, lakini nadhani sasa hizi kuna association ya madaktari wenye kufanya hizi tiba, na tayari kuna research zinafanyika. Niseme tu kwamba kama mlivyogusia, huu mwezi Machi ni mwezi wa awareness. Ni jambo kubwa, ni jambo ambalo liko chini ya umoja wa WHO, shirika la afya duniani. WHO wana sera maalum kwa ajili ya kucontrol kifafa na kurekodi vifafa. Kwa hiyo ukiliangalia kiundani, si jambo la kulipuzia, ni jambo ambalo linasababisha damage kubwa sana kwa jamii. Sawa Dr. Mimi nakushukuru sana na asante sana kwa muda wako. Tanzania pamoja na sisi hapa studio tumejifunza kitu kikubwa sana. Asanteni sana. Sawa, tunakamilisha hivyo na Dr. Juma Magogo Mzimbiri tukizungumza, na hii ni kutoka kwenye kalenda ambapo siku ya leo Machi 23 tunazungumza, huu ukiwa ni mwezi wa uelewa juu ya ugonjwa wa kifafa.